Habari za muda huu mtazamaji wa Mseto Media, mezani mwetu tuna taarifa ambayo sio nzuri, na taarifa imekuwa gumzo sasa sehemu mbalimbali juu ya kiongozi mkuu wa upinzani aliyekuwa anashikiliwa mahabusu gerezani kufariki dunia akiwa huko. Familia yake, ndugu, chama chake kimethibitisha haya kwa majonzi makubwa. Hii ni Mseto Media. Hakikisha umebonyeza maneno ya subscribe kisha alama ya kengele ili usionapitwa na taarifa zetu nzito na zenye uchambuzi kama hizi. Kabla sijakupa undani wa taarifa hii, nilisema kwamba niangalie, je, katika historia kuna kiongozi mwingine aliyewahi kufariki akiwa mahabusu au kizuizini? Jawabu ni ndio. Kule Burkina Faso mwaka 1987, aliyekuwa rais kijana zaidi Afrika Thomas Sankara alikamatwa wakati wa mapinduzi ya kijeshi na baadaye alipigwa risasi na kuuawa muda mfupi akiwa kizuizini. Mpaka leo tukio linachukuliwa kama mauaji ya kisiasa. Lakini Kongo mwaka 1961, Patrice Lumumba aliyewahi kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru alitoa changamoto kwa mataifa ya nje na kambi ya kisiasa ya ndani. Alikamatwa, akawekwa kizuizini, akateswa na kisha kuuawa kwa risasi. Kifo chake kilisababisha hasira duniani, kikawa moja ya mauaji maarufu ya kisiasa. Wapo wengi, lakini wa mwisho hapa tumuangazie Mohamed Morsi wa kule Misri. Huyu alikuwa ni rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia. Naye alipinduliwa na jeshi mwaka 2013, akakamatwa na kukaa mahabusu miaka kadhaa, na baadaye mwaka 2019 inadaiwa kuwa alifariki dunia baada ya kuzimia. Sasa taarifa mpya ambayo tunayo hapa ni kwamba kiongozi wa upinzani wa Cameroon Anicet Ekane, ambaye alikamatwa na kuwa mahabusu kufuatia upinzani na uchaguzi dhidi ya kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Paul Biya, amefariki dunia akiwa kizuizini. Kiongozi huyo Anicet Ekane mwenye umri wa miaka 74 alikuwa mwanzilishaji na kiongozi wa chama cha upinzani cha Manidem. Alikamatwa mnamo Oktoba 12 kufuatia maandamano ya baada ya uchaguzi. Vyama kadhaa vya siasa vilipinga matokeo. Kukamatwa kwake, chama chake kilieleza kama utekaji nyara wa jeshi la Cameroon. Alikuwa akishikiliwa kwa madai ya kufanya uhasama dhidi ya serikali, kuhamasisha uchochezi na uasi, tuhuma ambazo alizikanusha. Aliendelea kushikiliwa katika mahabusu ya kisezoni huko Yaounde. Familia, mawakili na chama chake walikuwa kidai kuwa hali ya afya yake ilikuwa mbaya, kwamba alikuwa akipata shida ya kupumua, huku wakiwa wanasisitiza kutaka apewe matibabu stahiki na ruhusa ya kuonana na familia. Tarehe 1 Disemba mwaka 2025, familia yake na wanasiasa wa upinzani walitangaza kifo chake kilichotokea akiwa huko kizuizini akiwa na miaka 74, wakidai kuwa kifo chake kilisababishwa na mamlaka nchini humo. Serikali kupitia Wizara ya Ulinzi kilithibitisha kifo chake, ikisema alikufa kutokana na ugonjwa, lakini hakutaja ni ugonjwa gani. Familia na chama chake wameendelea kutoa mashaka makubwa kwa mamlaka, wakiomba uchunguzi huru ufanyike. Mtazamaji wangu, hiyo ndio taarifa ya kufariki dunia kwa kiongozi mkubwa wa upinzani akiwa mahabusu kule nchini Cameroon. Kufuatia kifo cha mwanasiasa huyo mkubwa wa Afrika, wengi wanaamini kimewagusa pia viongozi wa Tanzania, wakiwemo Chadema, kwani wao ndio wa kwanza kumposti. Hivi sasa mara kadhaa tumekuwa tukiona matukio ya kufariki wapinzani ama kukaa sana mahabusu, tukikumbuka sana Afrika tofauti na nchi za mabara ya Ulaya. Je, wewe unahisi nini kinachangia haya na nini kifanyike ili kuyapunguza? Tuandikie hapo chini maoni yako. Naitwa Naomi Godlove hapa Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.